Na hizi hapa ndo sababu 5 zinazopelekea ugonjwa wa kuvimba kwa tezi dume. Sababu ya kwanza ni historia ya familia. Ikiwa katika familia yako kuna historia ya kupatwa kwa ugonjwa wa tezi dume, kama baba aliwahi kupatwa na tezi dume au babu aliwahi kupatwa na ugonjwa wa tezi dume, basi pia una uwezo wa kupatwa na ugonjwa wa tezi dume. Lakini sababu ya pili ni uzito mkubwa. Ikiwa uzito wako ni mkubwa, elewa kwamba kiwango cha homoni zako za kiume unapungua, na homoni za kiume zikipungua, kuna homoni za kike zinaongezeka, na kuongezeka kule kunapelekea tezi dume yako kukua kwa spidi, na mwisho wa siku ikaanza kubana njia ya mkojo, na kuna dalili zitajitokeza katika mfumo wa mkojo kama vile kukojoa mara kwa mara, hususan wakati wa usiku, na mwisho wa siku utaanza kuona kuchoma choma, ambapo hii inaashiria tayari tezi dume yako imeshakuwa. Lakini sababu ya 3, ulaji holela ama ulaji ambao sio mzuri. Ikiwa unakula vyakula vingi vya mafuta, vyakula vya uwanga, halafu hauzingatii ulaji wa lishe bora, nayo pia inaweza ikapelekea mtu kukumbwa na changamoto ya kuvimba kwa tezi dume. Na sababu ya 4 ni maambukizi ya mara kwa mara katika njia ya mkojo. Ikiwa unakumbwa na UTI za mara kwa mara, nayo pia inaweza ikahatarisha tezi yako ya kiume na mwisho wa siku ikapata uvimbe, na hapo kakumbwa na changamoto ya tezi dume. Na sababu ya mwisho ni umri kuwa mkubwa. Kadri umri unavyozidi kwenda, tezi dume yako inazidi kutanuka na kubana njia ya mkojo, na hapo ndipo unakuta mtu ana dalili zile za kuvimba kwa tezi dume, ikiwepo kukojoa mara kwa mara, kushindwa kuzuia mkojo, lakini pia kupata maumivu wakati wa kukojoa. By the way, ikiwa unasumbuliwa na changamoto ya tezi dume, unaweza kunitafuta nikakupa ushauri ambao utakusaidia kuweza kuondokana na changamoto yako. Ondoa chanzo, kutibu tatizo lako.